Watu wengi wanadhani Afrika Kaskazini, na maanisha Morocco, Misri, Algeria, Tunisia, Libya, ni Waarabu toka zamani, yani ni watu wenye asili ya Kiarabu, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Leo ukienda Morocco, Algeria, Tunisia au Libya, unakisikia Kiarabu kila mahali, inaonekana kama ndio lugha yao ya asili, lakini hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Kiarabu hakina chimbuko Afrika ya Kaskazini, kiliingia baadaye kabisa, kabla ya Uislamu, kabla ya Waarabu, kabla hata ya wakoloni kutoka Ulaya kuja Afrika. Kulikuwa kuna watu tayari wanaishi hapo na walikuwa na lugha yao, wanaitwa Amazigh. Maana yake ni watu huru. Hawa ndio watu wa kwanza kabisa kaskazini mwa bara la Afrika, sio wageni wala sio wahamiaji, ni wenyeji halisi. Wameishi kwenye milima ya Atlas, Sahara hadi pwani kwa maelfu ya miaka, na lugha yao Amazigh sio lugha moja, ni familia nzima ya lugha: Tamazight, Tashelhit, Kabyle hadi lugha ya Tuareg. Lakini kitu cha kushangaza zaidi, wana alfabeti yao wenyewe, inaitwa Tifinagh. Ina zaidi ya miaka 2000. Ndiyo, ni kabla hata Kiarabu hakijaanza, na alfabeti hiyo hipo hadi leo hii. Utaiona kwenye mabango, mabillboard makubwa ya barabarani huko nchini Morocco. Hii ni kumaanisha haikupotea, ilinusurika. Swali la kujiuliza pani, ilikuwaje Kiarabu au Waarabu kikaonekana au wakaonekana ndio watu chimbuko la eneo hilo? Historia ilipita juu yao kama mawimbi. Kwanza ni Phoenician, pili Romans, tatu Byzantines, na baadaye wakaja wakoloni kutoka Ulaya. Kila mmoja alileta lugha yake, na polepole watu wengi wakaanza kuongea Kiarabu kutokana na Ottoman Empire. Lakini kumbuka hili, lugha inabadilika lakini watu hawabadiliki, na ndiyo maana ukisema North Africa ni Waarabu sio fakti, kwa sababu ndani yake kuna stori kubwa ya chimbuko la Amazigh, na lugha ya Amazigh ilikuwa ni lugha ya kwanza maeneo hayo, na bado ipo na inaishi mpaka leo hii, na watu wa Amazigh wanapigania lugha yao isifutwe. Hii ndiyo Afrika ambayo watu wengi wanaambiwa. Kama uko interested na stories za Afrika, subscribe to my YouTube channel, ni follow uendelee kupata story kama hizi kesho. Watu wengi wanadhani Africa Unit ilianzishwa na Waafrika wanaoishi hapa Afrika, lakini ukweli haupo hivyo. Ilianzishwa mbali huko na watu wengine kabisa, maelfu ya kilomita kutoka Afrika, ndipo wazo la Pan-Africanism lilipotokea. Hapa tunarudi nyuma mpaka miaka ya 1800s. Wakati huo karibu ya Afrika yote ilikuwa chini ya ukoloni, na mamilioni ya Waafrika walikuwa nje ya bara la Afrika, Caribbean, Marekani na Ulaya. Hii ni kutokana na biashara ya utumwa, na hapo ndiko kuna kitu ambacho leo hii tunakiembrace hapa Afrika kilianza kutokea. Wasomi wa Afrika walioko diaspora walianza kuuliza swali moja kubwa: kwa nini Waafrika kote duniani wanapitia mateso yanayofanana? Ukoloni Afrika, ubaguzi Marekani, unyonyaji watu weusi sehemu nyingine za dunia. Je, kuna connection? Na hapo ndipo mikutano ilipoanza kufanyika, mikutano inayojulikana kama Pan-Africanism Congress. Miongoni wa waliokuwa mstari wa mbele ni W.E.B. Du Bois. Yeye aliamini Waafrika duniani wanapaswa kuungana kupigana na ukoloni na ubaguzi. Baadaye kidogo sauti yake ikaongezewa nguvu zaidi alipokuja Marcus Mosiah Garvey. Yeye alihubiri pride, identity na uhuru wa kiuchumi. Ujumbe wake ulifikia mamilioni kote ulimwenguni, na hapo ndipo wazo likaanza kuandikwa rasmi: Pan-Africanism. Maana yake ni Waafrika wote duniani wana historia moja, wanapaswa kushirikiana. Lakini stori ilipamba moto zaidi miaka ya 1950s na kuendelea. Nchi za Afrika zikaanza kupata uhuru, na kiongozi mmoja wa Kiafrika akalichukua wazo hili kwa level nyingine kabisa. Huyu ni Kwame Nkrumah. Yeye alisema uhuru wa nchi moja moja hautoshi, Afrika inahitaji kitu kikubwa zaidi, United States of Africa, bara moja, sauti moja, nguvu moja. Lakini sio kila mtu alikubaliana naye. Baadhi ya viongozi waliogopa, wakaona yani tumepata uhuru juzi tu, kwa nini tuachie madaraka? Na hapo ndipo mgawanyiko ulipoanza. Kukawa na Casablanca Group ambao wenyewe walitaka unity ya haraka, na Monrovian Group ambao wenyewe walitaka ushirikiano
uhusiano tu wa kinchi, lakini sio kuwa nchi moja. Mwaka 1963 viongozi wa Afrika wakakutana Ethiopia pale Addis Ababa na kuunda Organization of African Unity. Ilikuwa compromise, Afrika itaungana lakini kila nchi itabaki huru. Baadaye OAU ikaitwa AU, African Union. Hivyo basi ndoto ya Kwame Nkrumah haikuwahi kutimia kikamilifu, na hapa ndipo swali lina rise: kama tungeungana leo dunia ingekuwaje? Je, unadhani Afrika inaweza kuwa taifa moja siku moja? Niachie maoni yako hapo, lakini kama unapenda stories za Afrika, follow my account, subscribe to my YouTube channel for more updates. Watu wengi wanadhani Ukristo uliingia Afrika kwa sababu wakoloni waliuleta, kwa pointi ya kwamba kuna missionaries wakoloni kutoka Ulaya na Biblia kutoka Ulaya, lakini ukweli haupo hivyo kabisa. Hapo sio mwanzo wa Ukristo Afrika, kwa sababu kabla ya ukoloni Afrika tayari ilikuwa na falme za Kikristo. Nazungumzia karne ya 4 hapa. Ufalme wa Kingdom of Aksum chini ya mfalme King Ezena uligeuka kuwa moja kati ya falme za mwanzoni kabisa za Kikristo ulimwenguni. Yaani hapa nazungumzia kipindi kile Roman Empire wanaachana na upagani, wanakuwa Wakristo ambao mpaka sasa hivi tunaona kuna Roman Catholic. Kipindi hicho Roman Empire inakuwa wa Katoliki, ndio kipindi hicho ufalme huu wa Aksum ulikuwa ufalme wa Kikristo. Hivyo basi Ukristo Afrika sio mpya, ulikuwepo tayari before wakoloni na tulikuwa tunatumia lugha zetu za Kiafrika. Tukiachana na Aksum, tukienda kaskazini zaidi, kuna sehemu inaitwa Nubia. Hapa kulikuwa na ufalme wa Kikristo unaitwa Makuria. Hii ilikuwa ni kuanzia karne ya 6. Wakristo waliishi hapa na walikuwa na nguvu sana, wakatuachia kitu kinaitwa wakatuachia kitu ambacho sasa hivi kinafahamika kama Faras Cathedral. Watafiti waligundua michoro ya zamani, picha za Biblia na hata picha za Yesu. Lakini hapa ndio kila kitu kinapobadilika. Yesu kwenye picha hizo haonekani kama mzungu. Ana ngozi nyeusi, ana sura ya Kiafrika na alikuwa akizungukwa na watu wanaofanana na Waafrika zaidi. Hii ina maana gani? Kabla ya ukoloni wa Afrika tulimuelewa Yesu kupitia ulimwengu wetu ambao tulikuwepo, identity yetu, maisha yetu na utamaduni wetu. Sasa fikiria hili, Ulaya pia walimchora Yesu lakini kwa sura yao, Yesu mzungu, na kupitia ukoloni toleo hilo la kwao wao ndio likawa dominant kote ulimwenguni, na mpaka leo watu wengi wa Afrika bado wana embrace picha ya Yesu mzungu wakidhani ndio picha halisi. Lakini historia ya Afrika inasema kitu tofauti kabisa. Ukristo ulikuwa tayari hapa na Yesu Masihi alikuwa na sura ya Kiafrika. Hii ndiyo Afrika ambayo watu wengi hawaijui. Kama unapenda story kama hizi, subscribe to my channel, ni follow for more update kama hizi. Mimi naitwa Credo. Watu wengi wanadhani Ukristo uliingia Afrika kwa sababu wakoloni waliuleta, kwa pointi ya kwamba kuna missionaries wakoloni kutoka Ulaya na Biblia kutoka Ulaya, lakini ukweli haupo hivyo kabisa. Hapo sio mwanzo wa Ukristo Afrika, kwa sababu kabla ya ukoloni Afrika tayari ilikuwa na falme za Kikristo. Nazungumzia karne ya 4 hapa. Ufalme wa Kingdom of Aksum chini ya mfalme King Ezena uligeuka kuwa moja kati ya falme za mwanzoni kabisa za Kikristo ulimwenguni. Yaani hapa nazungumzia kipindi kile Roman Empire wanaachana na upagani, wanakuwa Wakristo ambao mpaka sasa hivi tunaona kuna Roman Catholic. Kipindi hicho Roman Empire inakuwa wa Katoliki, ndio kipindi hicho ufalme huu wa Aksum ulikuwa ufalme wa Kikristo. Hivyo basi Ukristo Afrika sio mpya, ulikuwepo tayari before wakoloni na tulikuwa tunatumia lugha zetu za Kiafrika. Tukiachana na Aksum, tukienda kaskazini zaidi, kuna sehemu inaitwa Nubia. Hapa kulikuwa na ufalme wa Kikristo unaitwa Makuria. Hii ilikuwa ni kuanzia karne ya 6. Wakristo waliishi hapa na walikuwa na nguvu sana, wakatuachia kitu kinaitwa wakatuachia kitu ambacho sasa hivi kinafahamika kama Faras Cathedral. Watafiti waligundua michoro ya zamani, picha za Biblia na hata picha za Yesu. Lakini hapa ndio kila kitu kinapobadilika. Yesu kwenye picha hizo haonekani kama mzungu. Ana ngozi nyeusi, ana sura ya Kiafrika na alikuwa akizungukwa na watu wanaofanana na Waafrika zaidi. Hii ina maana gani? Kabla ya ukoloni wa Afrika tulimuelewa Yesu kupitia ulimwengu wetu ambao tulikuwepo, identity yetu, maisha yetu na utamaduni wetu.
Sasa fikiria hili, Ulaya pia walimchora Yesu, lakini kwa sura yao, Yesu mzungu, na kupitia ukoloni toleo hilo la kwao wao ndio likawa dominant kote ulimwenguni, na mpaka leo watu wengi wa Afrika bado wana embrace picha ya Yesu mzungu wakidhani ndio picha halisi. Lakini historia ya Afrika inasema kitu tofauti kabisa. Ukristo ulikuwa tayari hapa na Yesu Masihi alikuwa na sura ya Kiafrika. Hii ndiyo Afrika ambayo watu wengi hawaijui. Kama unapenda story kama hizi, subscribe to my channel, ni follow for more update kama hizi. Mimi naitwa Credo. Hivi unajua kwamba kulikuwa na jeshi la wanawake pekee Afrika na walikuwa hatari kuliko wanaume wengi? Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 4. Hawa waliitwa Dahomey Amazons au Agoji. Walitokea kwenye ufalme wa Dahomey, leo hii panafahamika kama Benin. Hawa wanawake hawakuwa walinzi tu, walikuwa warriors wa kweli, wauaji wa kutisha, na walitisha sana kuanzia mwaka 1600 mpaka 1800. Wazungu waliwaita Amazons, lakini kwao walijulikana kama wake wa ufalme, yaani wanawake walioolewa na ufalme na si wanaume. Walichaguliwa kwa nguvu na wengine walijiunga wenyewe, lakini maisha yao yalikuwa tofauti sana. Hawaruhusiwi kuolewa wala kupata mtoto. Maisha yao yote yalikuwa ni vita tu. Walifundishwa kuvumilia maumivu, kuruka miiba na kupigana bila hofu ya kifo chini ya mfalme wao aitwaye Gizo. Jeshi hilo lilikuwa lina hadi maelfu ya watu. Walipigana vita kali sana, lakini mwisho wao walikuja kukutana na Mfaransa. Walipigana bila kurudi nyuma. Wanawake walikimbilia risasi uso kwa uso, hata maadui zao waliwakubali. Ushujaa wao haukuwa wa kawaida. Mwaka 1894 ufalme ulianguka na jeshi lao likavunjwa. Wengine walirudia maisha ya kawaida, lakini wengine hawakuweza kabisa. Mwanamke wa mwisho wa Agoji anayejulikana ambaye kufa wa mwisho anaitwa Nawi. Alifariki mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 100. Lakini ukweli ni huu, ufalme wa Dahomey haukuwa na hadithi hii tu, ulikuwa pia ni sehemu ya biashara kubwa ya utumwa. Follow na subscribe my channel kwa info, usije ukakosa story kama hizi ninazoendelea kukuletea. Hivi unajua kuna mji mkubwa wa mawe ulijengwa Afrika miaka 900 iliyopita, lakini wazungu walikataa kuamini kwamba Waafrika ndio wameujenga mji huo. Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 1. Walidai haiwezekani kwamba Waafrika hatuna uwezo huo, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Inaitwa Great Zimbabwe. Ulikuwa mji mkubwa wa kifalme uliojenga kuanzia mwaka 1100 na ulikuwa makao makuu ya utawala wa Shona. Neno Zimbabwe lina maana nyumba ya mawe. Watafiti waligundua vitu kutoka mbali sana: viungu vya China, sarafu za Waarabu pamoja na vitu kutoka Persia. Waafrika wa zamani walikuwa ni sehemu ya biashara ya dunia. Dhahabu, pembe za ndovu na bidhaa nyingine zilisafirishwa kutoka Afrika kwenda duniani. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba kuta kubwa za kingdom hiyo zilijengwa bila saruji, cement. Ndani yake kuna mnara wa mawe, mpaka hii leo unawachanganya wataalamu. Inaaminika ilikuwa ni ishara ya utajiri au sehemu ya kifalme, na sio watu wachache waliishi hapa. Inaaminika waliishi watu kati ya 10,000 mpaka 20,000. Lakini kitu cha ajabu kilitokea. Karne ya 1400 watu waliondoka ghafla, na mpaka leo hakuna anayejua sababu halisi. Baadaye wakoloni walipofika, waliharibu sehemu ya mji na kudai kwamba Waafrika hawawezi kujenga kitu kama hiki. Lakini leo ukweli unajulikana. Great Zimbabwe ni uthibitisho wa akili, nguvu na ustaarabu wa Muafrika. Afrika ina historia kubwa kuliko tunavyoambiwa. Ni follow sasa hivi kwa sababu kesho na kuletea story nyingine kali zaidi kuhusiana na Afrika. Imepewa nguvu na Mr. Pixel TZ kutoka Ubungo Mawasiliano. What if nikikwambia kwamba Israel ingeweza kuwa Afrika? Na sio kwamba hii ni fiction, hii ni story halisi iliyokaribia kuibadilisha dunia. Mambo yanaanzia mwaka 1903. Uingereza ilipendekeza kitu cha kushangaza sana. Walipendekeza kuwapa Wayahudi eneo ambalo wataanzisha taifa lao, lakini haikuwa Palestina, bali eneo la Afrika Mashariki
Mashariki, sehemu ya sasa ya Kenya, karibu na maeneo ya Mau Escarpment. Wakati huo Wayahudi wa Ulaya walikuwa wanakumbwa na mashambulio makali na walihitaji mahali salama pa kuishi. Kiongozi wa Zionism Theodori Herzl alikuwa akitafuta home, nyumbani kwa watu wake, lakini ndoto yake kuu ilikuwa ni Palestina. Uingereza kupitia Joseph Chamberlain wakaweka ofa mezani, takribani maili 10,000 ya ardhi ya Afrika Mashariki. Lakini kuna kitu muhimu sana hapa. Afrika haikuulizwa chochote, bali ardhi yake ilijadiliwa kama solution ya matatizo ya Ulaya. Baadhi ya viongozi wa Zionism waliona kama nafasi ya uokozi, wengine wakasema only Palestina. Hivyo kufikia mwaka 1905 ofa hii ikapigwa chini. Hivyo mradi wa Uganda Scheme ukafa hata kabla hujazaliwa. Lakini hebu fikiria hii, kama mpango huo ungekubaliwa, huenda historia ya Afrika Mashariki ingekuwa tofauti sana. Dunia ingeweza kuwa na taifa tofauti kabisa hapa barani Afrika, na leo hii ningekuwa nasimulia historia tofauti kabisa. Swali ni moja tu, hii ilikuwa ni suluhisho au lingekuwa kosa kubwa la kihistoria? Niandikie maoni yako hapo chini. Kama unapenda taarifa, facts and amazing story kuhusiana na bara la Afrika, uko kwenye peji sahihi, ni follow. Kama ni YouTube, subscribe to my channel. Liberia iliwahi kutawaliwa au haikutawaliwa kabisa? Leo tumalize hii debate. Turudi nyuma kidogo hadi Marekani karne ya 18. Baadhi ya watumwa weusi waliachiwa huru, lakini uhuru haukuwa rahisi. Walikutana na ubaguzi mkali kutoka kwa wazungu, na hata wengine waliogopa kuwa wangechochea uasi au utumwa mwingine. Ndipo mwanaume mmoja aitwaye Robert Finlay akaja na idea, akasema kwa nini hawa wasirudi Afrika na wakaanzisha nchi yao? Hapo ndipo American Colonization Society ilipoanzishwa. Misheni yao ni kuwapeleka watumwa waliokombolewa kuwarudisha Afrika. Kati ya mwaka 1822 mpaka mwaka 1861 zaidi ya watu 15,000 walihamia Afrika na kuanzisha nchi mpya, Liberia, Land of Liberty. Lakini kuna kitu hatukuambiwa. Ardhi ya Liberia haikuwa tupu. Ilikuwa tayari ina jamii za Waafrika wengine ambao wanaishi eneo hilo. Wale waliokuja waliitwa American Liberian, wakaja kujenga miji, kutunga sheria na kuwatawala waliowakuta pale, na walifanya vyote bila ruhusa ya wenyeji. Walijiona bora, wakakopi mfumo wa Marekani, then wakauapply pale na kushikilia kila kitu, kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Zaidi ya miaka 100 wenyeji walitengwa kabisa, mpaka mwaka 1980 mapinduzi ya kijeshi yalipoondoa utawala huo, na Samuel Doe akawa rais wa kwanza wa Liberia, Muafrika mwenye asili ya Liberia. Swali linabaki, Liberia ilitawaliwa au haikutawaliwa? Kama haikutawaliwa, hawa Waafrika wenzetu ambao waliwatawala Waafrika wenzetu walifanya nini? Kama unapenda interesting African story, follow my channel for more update. Kuna nchi Afrika karibu watu wote ni Waislamu, na naamini kila Muislamu angependa kuitembelea. Nchi hiyo inaitwa Mauritania. Ipo Northwest Africa, inapakana na Western Sahara, Algeria, Mali na Senegal, na pia inafika hadi bahari ya Atlantic. Lugha yao rasmi ni Kiarabu na mji wao mkuu unaitwa Nouakchott. Cha kushangaza zaidi, karibu 100% ya watu wake ni Waislamu. Wana watu kama milioni 4.9 tu, lakini wamegawanyika katika makundi manne ya kimakabila. Mauritania ni miongoni mwa wauzaji wakubwa wa iron ore barani Afrika. Pia wanapata pesa kupitia mifugo, uvuvi pamoja na madini ya dhahabu. Lakini hii ndio fakti ambayo wengi hawaifahamu. Mauritania ilikuwa nchi ya mwisho duniani kuufuta utumwa mwaka 1981. Ni nchi ambayo jangwa la Sahara linakutana na bahari, na dini pamoja na utamaduni vinaongoza maisha ya kila siku. Hii ni Mauritania. Ukipenda kujua zaidi kuhusiana na siri za bara la Afrika, follow me, subscribe to my account for more videos. Msikiti mkubwa zaidi ya Afrika haupo Morocco na wala haupo Misri kama wengi wanavyodhani. Upo Algeria, na si msikiti wa kawaida. Huu ndio Jamaa El Jazeir, msikiti mkubwa zaidi ya Afrika na watatu kwa ukubwa duniani. Una uwezo wa kubeba zaidi ya watu 120,000 kwa pamoja. Na si tu hilo, ndio msikiti wenye mnara mrefu zaidi
duniani, ukiwa na mnara wenye mita 267. Ndani yake kuna maktaba, makumbusho na complex kubwa zaidi ya kiwanja cha mpira. Lakini watu wengi bado hawaujui msikiti huu. Sasa jiulize, kama huu ndo msikiti mkubwa wa Afrika, je, kanisa kubwa linaonekanaje na lipo wapi? Usikose my next video, nitakuelezea kuhusiana na kanisa kubwa zaidi Afrika. Nchi linayotokea inashangaza kweli. Hii ndiyo nchi, shepu lake linaonekana ni la duara zaidi duniani, na nchi hii inapatikana barani Afrika, na printing press ya kwanza Afrika ilijengwa katika hii nchi. Chuo kikuu cha kwanza cha nchi za Sub-Saharan Africa kilijengwa hapa. Labda ndiyo maana mmoja kati ya watu walioelimika zaidi duniani alitokea hapa. Ukifika tu nchi hii wanakuchukulia kama mtu wao kabisa. Nchi inaitwa Sierra Leone. Sierra Leone ipo West Africa ikiwa na watu zaidi ya milioni 8. Mji wake mkuu unaitwa Freetown na historia yake ni deep sana. Mwaka 1700 huko kitambo ilikuwa ni kambi ya watumwa waliokuwa wameachiliwa huru. Watumwa hao walitoka Ulaya na Marekani na walikuwa wamerudi Afrika kuanzisha makazi mapya, na ndiyo maana wakauita mji huo Freetown kama ishara ya uhuru wao. Lugha rasmi ni English, lakini karibu kila mtu hapa Sierra Leone anaongea Creole. Dini kubwa ni Uislamu, lakini wana uvumilivu mkubwa. Nchini Sierra Leone, Muislamu anaweza kumuoa Mkristo bila shida yoyote. Nchi ina utajiri mkubwa wa diamond, gold na aluminium, na ni moja ya nchi tulivu zaidi Afrika. Ukitaka kuona ukarimu wa kweli wa Mwafrika, nenda Sierra Leone. God bless Sierra Leone. Ukipenda kujua story, facts na amazings kuhusiana na bara la Afrika, upo kwenye peji sahihi. Ni follow sasa hivi, subscribe to my channel usije ukamiss video yoyote. Na story ya kesho inabamba zaidi. Lakini pia unaweza ukasuggest nilete story gani, niongelee nchi gani. Kanisa kubwa zaidi Afrika halipo Nigeria wala halipo Afrika ya Kusini, lipo Ivory Coast. Linaitwa Basilica of Our Lady of Peace na lipo Yamoussoukro huko Cote d'Ivoire. Kanisa hili lina ukubwa wa mita za mraba 30,000 na linaweza kuchukua hadi watu 18,000 kwa wakati mmoja. Lakini hapa kuna twist kidogo. Kama unafikiri hilo kanisa ni kubwa, hebu sikiliza kwanza hii. Nchini Nigeria kuna makanisa ambayo yana uwezo wa kuingiza hadi watu 1,000,000 kwenye misa moja, ibada moja, kama Redeemed Christian Church of God na mengine mengi. Mfano Hand of God Cathedral, hawa wanaingiza hadi watu 120,000 kwa siku. The Ark ambayo inaingiza zaidi ya watu 100,000. Sasa jiulize swali simple, tukiongelea ukubwa tuangalie kanisa lenye jengo kubwa, Basilica of Our Lady of Peace, au kanisa linaloingiza watu wengi? Niambie kwenye comment hapo, unahisi ukubwa tu upime kwa nini? Kama unapenda story kuhusiana na mambo ya kushangaza Afrika, uko kwenye peji sahihi, ni follow. Kama ni YouTube, fanya kusubscribe. Hivi unajua kuna nchi barani Afrika ina miji mikuu 3 wakati nchi nyingine zote zina mji mkuu mmoja. Nchi hii ni kama dunia ndani ya nchi moja. Hii ni Kwa Undani Africa episode namba 5. Inaitwa South Africa, Afrika ya Kusini. Nchi namba 1 kwa umaarufu zaidi barani Afrika. Maarufu kwa historia yake, viongozi wake, wanyamapori wake, watu wake. Hii ndiyo Rainbow Nation na nyumbani kwa Nelson Mandela, alama ya uhuru duniani. Iko kusini mwa bara la Afrika ikiwa na watu zaidi ya milioni 60 kutoka makabila na tamaduni tofauti. Ni moja ya nchi zilizo na diversity kubwa zaidi duniani ikiwa na lugha rasmi 12. Na hizi ndizo capital city 3 zinazopatikana Afrika ya Kusini. Ya kwanza ni Pretoria, serikali kuu ndio inakaa humo. Cape Town ni sehemu ambapo ni mji ambao bunge lipo, na Bloemfontein ambapo ni mahakama kuu ilipo. Lakini mji mkubwa zaidi Afrika Kusini unafahamika kama Johannesburg, ni mji wa kibiashara ambao unaitwa Goldland. Nchi hii ina utajiri mkubwa zaidi wa madini, dhahabu na almasi, bila kusahau platinum. Lakini pia inaingiza pesa kupitia utalii, viwanda na kilimo. Sarafu yao ni randi na dola moja ya Kimarekani ni takriban randi 18 za South Africa. Walihosti pia FIFA World Cup 2010, ilikuwa ni World Cup ya kwanza kabisa kufanyika barani Afrika. Ni
Ni nchi yenye mandhari nzuri sana na watu wenye nguvu ya kupenda kupambana, na fursa ni nyingi zisizo na mwisho. Mungu ibariki Afrika ya Kusini. Nitaposti video 100 kuhusiana na bara la Afrika ambazo I hope ulikuwa uzifahamu au ulikuwa uzielewi kwa undani. Ni follow sasa, subscribe usije ukakosa video hata moja. Hii nchi inaweza kuwa nchi isiyofahamika zaidi Afrika. Ni ndogo sana na watu wengi kutoka Afrika hawajui hata kama ipo. Inaitwa Sao Tome and Principe. Nchi ilipewa jina la mtakatifu wa kwenye Biblia na iko katikati ya bahari ya Atlantic. Wengi huiita nchi iliyojificha. Ina watu takribani 200,000 tu. Ni moja ya nchi ndogo zaidi barani Afrika. Imeundwa na visiwa viwili vikuu, Sao Tome Island na Principe Island. Mji mkuu wake unaitwa Sao Tome. Lugha rasmi ni Kireno kutokana na kwamba walitawaliwa na Wareno. Baada ya Wareno kufika hapa, visiwa hivi vilikuwa havina wakazi wa kudumu. Hivyo wakawasafirisha watumwa wenye asili ya Afrika na kuwaweka katika visiwa hivi. Leo hii watu wake wanaishi zaidi kwa kilimo na uvuvi. Sarafu yao inaitwa Dobra. Lakini jambo la kushangaza ni hili. Ni miongoni mwa nchi zilizo na rushwa ndogo sana, na uzuri wake ni wa kuvutia. Fukwe tulivu, misitu ya kijani na mazingira safi yasiyoguswaguswa sana. Ni nchi ambayo watu wengi hawajawahi kuitembelea, lakini ukiiona huwezi kuisahau. Kama unapenda kujua zaidi kuhusiana na Afrika, ni follow, subscribe my account kwa ajili ya story kama hizi, na posti video 100 kuhusiana na Afrika tu. Unajua kwamba Sudani ina piramidi nyingi kuliko Egypt, Misri. Hii ni Kwa Undani Afrika episode namba 3. Sudani ndiyo nchi ambayo watu wengi hawaizungumzii. Ndiyo nchi yenye moja ya makusanyo makubwa zaidi ya piramidi duniani. Sudani ina piramidi 200 zilizojengwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na zilijengwa na ufalme wenye nguvu uliokuwa unaitwa Kush. Huu ndio ufalme wa Kiafrika wenye nguvu uliowahi kutawala hata sehemu za Misri. Piramidi hizi zinapatikana maeneo ya Meroe, Nuri na Jebel Barkal. Lakini swali ni, zilijengwa na nani? Zilitumika kama makaburi ya kifalme, wafalme mashujaa wa Kush. Tofauti na za Egypt, hizi ni ndogo lakini ni ndefu, zenye shepu ya ncha. Ni kitu cha kushangaza zaidi, ni nyingi zaidi na historia yake haijulikani sana. Piramidi za Sudani ni moja ya hazina kubwa ya historia ya Afrika, lakini bado ni siri ambayo watu wengi duniani hawajaifahamu. Hii inatukumbusha kitu kimoja: historia ya Afrika ni kubwa kuliko tunavyoambiwa. Kama unataka kujua ukweli kuhusiana na mambo mengi yanayotokea Afrika, follow hii account, subscribe kwa more information na more update. Nimepewa nguvu na Mr. Pixel TZ, anauza DJI.